بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا مصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول سيدي سند العظيم ذي القلب الرحيم مصطفى محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلموا
تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فيا عباد الله ويا عامة الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم إليه تحشرون، واتقوه لعلكم تفلحون. Watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu kwa sifa zake kama vile anavyostahili kusifiwa, na baada ya kustaka rahma na amani zimwendee kipenzi cha umma Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, la msingi juu ya muumini mzungumzaji na wewe uliyehudhuria katika aljumua hii leo, inanibidi mimi na wewe tujitahidi kuwa miongoni mwa wale wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ikiwa tutakuwa miongoni mwa wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi tuzidi kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ucha Mungu si kwa ndimi ama si kwa hali namna ya muonekano ya mtu, na ucha Mungu si kwa masomo ama kwa elimu. Tukizungumzia masomo haya itakuwa swala lingine, elimu tu. Kuona mtu anazungumza Kiarabu kingi sana. Ama ucha Mungu si tu kuona watu wanajazana misikitini, mtu ana sijida kubwa. Asrar taqwa fil qalb au fi sudur. Siri ya ucha Mungu inapatikana ndani ya moyo, ndani ya kifua. Ndiko mahala ambapo kwamba kunapatikana siri ya ucha Mungu. Hata aliyasema hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, akasema attaqwa hahuna. Ucha Mungu unapatikana kwenye kifua cha mcha ama katika moyo wa mwanadamu. Ndio maana ambapo kwamba kunapatikana ucha Mungu. Sasa hili ni suala ambalo kila mmoja wetu inabidi alifikirie, kwa kiwango gani mimi namuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fil asrar, kwa siri, laisa bi'ilania, abana kwa muonekano, kwa siri. Na hivyo tufahamie kuwa kule kumwogopa kwetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio jambo muhimu zaidi katika mambo yote tunayofanya, kwa maana tutakapofariki tutarejeshwa kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutakaporejeshwa tunaenda kuhesabiwa, na hapo ndipo watajulikana wacha Mungu na wale ambao walikuwa hawamuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nikizidi kusisitizia hapo, fattaqullah, basi muogopeni, tumuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tuflihun, ili tupate kufaulu. Islam, Ijumaa yetu ya leo hatuna mada nyingine ambayo tutakayozungumzia. Nafikiri juhudi na jambo ambalo kwamba mashekhe na maimamu na wadai wako nashughulikia kulizungumzia katika kipindi hiki ni suala zima la kutoa, hususan kutoa zakatul mali. Na limezungumziwa sana, lakini kuna kipindi ambacho kwamba unaweza ukatibu maradhi na hayo maradhi ukawa haujui chanzo chake, yaani unamtunja mtu tu lakini hatibiki.
pamoja na jinsi umemtibu bila kujua chanzo, silsila ya hayo maradhi, inapelekea mtu anagharimu, anafanya gharama kubwa ya kupata dawa hapa na pale, ama mpaka na wewe mwenyewe mganga ukawa akili zinashimama, akumbe wewe ndio umetibu vibaya. Haukuanja kutafuta njia ya mwanzo ya maradhi haya, na ile imetusumbua sana katika jamii ya Kiislamu. Ni mara ngapi Uislamu tunazungumziwa habari za fadhailu sadaqa au fadhailu amali salihat, ubora wa kutoa sadaka ama kufanya mambo mazuri, lakini pamoja na hayo mpaka dakika ya sasa hatujabadilika na wala hatujatekeleza yale ambayo tunaambiwa. Kila mara utawasikia wahusika wenye kuhusikana na masala hayo wanakuwa ni wenye kulalamika. Unaona bwana, hii siku watu hawatoe, unaona bwana, hii siku watu hii mwaka wa kutoa zakatul mali hakadha wa kadha. Tunakuwa tunatoa lawama tu, badala ya kurudi nyuma tukae tuangalie chanzo ni nini, sababu inatokea wapi. Basi sisi tunaendelea tu kutibu na kutafuta dawa mahala ambapo kwamba na dawa yenyewe haitafanya kazi. Hakumeni turudie nyuma tuangalie asbabu kubwa ni nini, inatokana na nini. Uislamu tunaambiwa tuswali, swala zenyewe ndio hizo. Tunaambiwa tutoe, kutoa ndio kwenyewe ndio huko, na tufanye mambo yote ya kheri. Uislamu hawajihusishi kinyume chake. Yale wanayoamrishwa hawayatekelezi, yale ambayo wanakatazwa ndio mahala ambapo kwamba fikara zao zote zinazama ama zinakaa zinatulia. Sisi unajiuliza tatizo kubwa ni nini? Lakini kunaweza kuwa tatizo maadamu hilo tatizo haliwezi likamalizika, lakini lazima tuseme tu. Mtu akiwa ni mgonjwa anachukuliwa hospitalini, wanampeleka kwenye mahala yani vyombo vya upimaji kuchunguza maradhi haya yanatokana na nini. Haya waganga wanaona maradhi ndio haya shehe, kwa hivyo kwenda tafuta pesa kadhaa wa kadhaa kusudi tutibu magonjwa haya malizima. Ima huyo mgonjwa ndiye atakuwa sababu ya kutokupona, ama labda huyo mganga naye kwa kuwa anafanya biashara yake anampa tu dawa ya kutuliza kusudi aendelee kufanya biashara. Hilo tu. Na ndio hivyo sisi mashehe, maimamu na makhatibu na madai tunaweza kuwahubiria watu, tunaweza kuwafunza watu, lakini mafunzo yetu yasipate natija, chanzo ikiwa labda ni sisi ambao hatujajua namna gani ya kuwanasua watu katika ahwali ambazo kwamba wanazama ndani yake, ama wao wenyewe hao wagonjwa wale ambao kwamba tunawaedhea, wao wenyewe wanakuwa na qulubun qasia, mioyo migumu kwa kutotaka kurudi katika njia. Kwa hivyo maudhui yetu ya leo ikawa sitazami hususu habari ya sadaqatul mal, nikachagua mada ambayo tunaizungumzia upande mwingine, lakini hatuingie kiundani. Maudhui yenyewe inasema tumjue shetani wa kibinadamu na shetani wa kijini, pamoja na uadui wao dhidi ya muumini. Akumbe inaonekana kuna shetani anayetokana na watu na kuna shetani anayetokana na majini. Hivi ni viumbe viwili tofauti, na hao mashetani wa aina mbili hao ni hatari sana kwetu sisi binadamu. Lakini katika hao wawili, na siko wanadamu, sio binadamu, hapo nataka kutumia lugha mbaya, yani ni hatari sana kwa watu waumini au mashetani wawili, kwa maana shetani hamwandami yeyote. Yule amekuwa shetani anakufanya bidii na juhudi yake kumpiga vita ni muumini.
muumini anayejielewa ambaye kwamba anasimama imara katika kuiendesha, yani kutekeleza sharia na amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wengi miongoni mwetu sisi tuko hapo tu, ni waumini, tunasonga mbele, hatuna habari kuwa pembezoni mwetu ama nyuma yetu ama mbele yetu kuna adui, ambaye adui huyo hapendi kabisa, hapendelee kamwe kuonekana kama kuwa sisi tunatekeleza sheria na amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio sababu tunapiga makelele, jameni swalini. Kila tukipiga kelele watu njoni mkaswali, na ndio inakuwa kama vile tunawafukuza watu wanakimbiza misikitini. Jameni toeni sadaka, kila tunapowaambia jameni toa sadaka, na ndio vile wanaendelea kuwa wagumu wa kutoa. Mkafikiri labda watu ni mafakiri, hawa watu hawasikie, akumbe kuna hatari inayowazunguka ambaye inawazuilia ili wasitekeleze sheria na amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ahadi ambayo shetani alichukua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema, anatuambia huyo shetani anasema la udhilannahum wa la umanniyannahum, anasema nitawapoteza hao ambao wamepelekewa menilaani na nitawatamanisha, yani wataendea katika mambo ya matamanio. Ndio sababu leo hii inaweza ikatolewa adhana hapa msikitini, Muislamu yuko hapo barabarani, Muislamu yuko pale kwenye vijopo, kila mara huwa ninalizungumza ni jambo. Kwa mfano kuna maparkingi za mapikipiki hapa, tuna wamotari Waislamu hapo, adhuhuri imefika, adhana imetolewa, kijana wa Kiislamu yuko hapo anasimama anaangalia, wala halimruhusu hata mpaka swali linamalizika na anaendelea na shughuli zake, hana habari ya kujibu adhana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi unamfikiria yule mtu atakuwa bado angali ni mtu sawa sawa kweli? Na kinachompelekea apoteze wakati wa swala, yaani ni jambo ndogo tu, atoke akuje ashike udhu wake aswali swala yake dakika 5 dakika 10 tu amalize, endelee na shughuli zake. Lakini shetani anampambia ukiingia msikitini, na ndio vile wakiliase wanatokea, hautapata, anamtamanisha, anamtia tamaa. Leo siku ya Ijumaa, kathiru minan nas fi suq, wengi miongoni mwa watu leo siku ya Ijumaa wako masokoni, wa akharuna fil mazraa, na wengine wako mashambani, na hali ya kuwa wanajua leo ni Ijumaa. Kilichowapelekea waiache Ijumaa waende mashambani ni kitu gani? Si ugumu wa maisha, si ukosefu. Kuna yule ambaye amewatamanisha, amewatia katika wasiwasi. Tulikuwa katika kipindi cha kombe la kama la dunia, kama la ulimwengu, sijui nyinyi ndio mnajua nini, mnahusikana ya mpira. Kuna watu ambao hawakuswali salati al-maghrib wala isha, kwa maana wanakimbilia kwenda kuangalia mpira, na anaacha swali. Kuna watu ambao walifanya makesha, mpira utachezwa saa 9 saa 10 za asubuhi, anafanya vei, wakati amekwamba hapa msikitini kuna nadiwa jameni, yani tuko katika itikafu hapa, hajui labda hata maisha yake mzima hajataga itikafu. Lakini ilipofika kipindi cha kombe la dunia, kwa kuwa nchi yao na watu wengine ni wafanatiki wa matimu wamekwamba huenda na zile nchi hata Afrika. Yuko hapa Kongo, lakini ni fanatiki mkubwa wa timu ya Uingereza, ya Amerika, ya wapi, na unaona yani anashughulika sana na anakosa usingizi, na hilo timu likipigwa anagonjwa. Hivyo unafikiri ni nini inayemsumbua huyo mtu? Laiti hiyo imani ungeliyokuwa naye katika dini yako wewe, je, ungelikosa swala msikitini wewe? Ungelikuwa na imani kiasi hicho katika dini yako wewe, wangelikuzungumzia habari ya kutoa ukakataa kutoa wewe? Haone kama pale kuna kitu ambacho kwamba kinakusumbua? Lazima tujue kila kitu na chanzo chake. Ikiwa tutamsahau shetani kuwa yuko pale anatupumbaza, anatulizawa, anatupambia amali zake, umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tutajihesabu Waislamu wa hapa duniani, lakini akhera tuko watu ya motoni, ama Mwenyezi Mungu anatuhesabu ni makafiri. Kwa nini? Kwa maana haingewezekana Muislamu apitize wakati wa swala, lakini iko kwenye michezo ya upuuzi, karata, mangula. Lazima mtakuwa naelewa tu, nahnu tabib, sisi mashekhe na maimamu madai tuko madokta, ni matwabibu, tunatibu. Na twabibu anapotaka kukuponya magonjwa yako, yani haangalie maumivu. Na ndio kwa maana unaona mtu anapasuliwa, munganga hana habari ya upasuaji wako wewe, ya muhimu anataka kutoa yale magonjwa. Na ndio sababu wewe kama ni mchezaji wa mpira, uko fanatiki wa mpira, uko mchezaji wa karata, uko mchezaji wa nudo, mangula na mingine vyote katika hiyo michezo, lazima nitakwambia ufurahi, uchukie, shauri yako. Na kama wewe utataka sasa, kwa kuwa nimekuambia mapungufu yako, ndio sababu naona nataka ufuatilie mapungufu yangu. Haya, wewe endelea. Endelea. Muamuzi ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana tunapokuja kukusanyika hapo msikitini, tuko katika amali za Allah subhanahu wa ta'ala, na lazima kama tunataka Allah aturidhie, basi yale aliyotukataza tuachane nayo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasemaje? Mtaanjia kui aya, kasema ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu. Mwenyezi Mungu anatuambia, enyi mliamini, eleweni ya kwamba hakika ya ulevi, pombe, wao Waislamu ndio kwamba ni walevi. Tunao wanalewa ya uficho na wanalewa ya bayani mikano. Mkutana Muislamu kashachoka kweli kweli. Yaani huyu kashakwisha. Na ni Muislamu wakati wa Ijumaa atakuja kuswali na swala, wakati mwingine labda analewa na anasijida. Ni Muislamu huyo. Anatumia pombe, anakunywa. Upande mwingine anajua vizuri pombe ni haramu, anakunywa tu, shetani anambeba tu, anamtia katika ulevi. Isipokuwa jambo ambalo kwa nataka tufahamu, kuna vitu vingine kama vile ulevi, kama vile zinaa, kuna vingine vinakuwa ni vitu vya kubebeshwa tu, ama ulozi mzima fulani wanakoroga. Hata uambiwe namna gani, utaki. Jini amekuikalia, lengo lake kubwa upoteze amali zako. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akasema hakika ya ulevi, wal maisir na kamari, wal ansab na kuabudiwa masanamu, rijsun ama kuangaliliwa. Rijsun ni uchafu, min amali shaytan, kutokana na vitendo ama kutokana na kazi za shetani. Tukitoa tu ile kamari ndio zile michezo ndio kwamba tunazungumzia, na wengi wanachukulia wanasema bwana sisi hatucheze ya pesa bwana, tunajifurahisha tu. Hakuna cha pesa, hakuna cha kujifurahisha. Maadamu imekwisha kuambiwa ni uchafu, achana nao. Ni nani ambaye kwamba anaweza kufurahia kwenda kucheza ndani ya maji? Lakini ama ni nani ambaye kwamba anaweza kubali kufurahia kunawa maji mkojo katika mikono yake mbele ya kula, nawe mkojo ndio kuwe maji ya kunawa? Hata kama si kwa kukula tu, wachukue mkojo ndio maji yako ya kunawia kwenye sura asubuhi. Nani anaweza kufurahia? Kwa nini usinawe? Kwa nini usifurahi kuchezea katika maji? Kwa maana ni uchafu. Sasa na Allah anatuambia kamari basi ni uchafu, anatuambia fajtanibu, mjitenge na hivyo. Katika kujitenga na hivyo vitu ndio mtakuwa ni wenye kufaulu. Lakini Waislamu aya kama hizi wanasomewa, na ndio vile usiku kama vile mchana wanaendea. Mbaya zaidi, adhana inatolewa, Muislamu katika ile michezo, na swala inaswaliwa, hana habari ya swala. Ataswali kwa wakati ambao kwamba anautaka. Uislamu, shetani anatubeba. Shetani anatutenganisha sisi na Allah subhanahu wa ta'ala.
Ilhali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukienda katika surati An-Nur aya yake 21, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliamini, la tattabi'u khutuwati shaytan, msifate nyayo za shetani. Ni makatazo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukataza kama kweli tuko waumini, kwa maana aya inaanza na kuwanadia, kuwaita watu wenye kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliamini, la tattabi'u khutuwati shaytan, msifate nyayo za shetani. Yaani kwa kufanya nini? Kwa kupendelea yale matendo yake, mambo machafu ambayo ndio amali za shetani, kama vile wizi, kama vile zina, kama vile ulevi, kama vile kusengenya, yaani yale mambo yote ambayo kwamba tuliokatazwa, unapoyaendea moja kwa moja unakuwa unafuata nyayo za shetani, unaenda kufanya amali za shetani, na unapozifanya unamridhisha shetani na unamchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yattabi khutuwati shaytan, na yoyote mwenye kufuata nyayo za shetani, fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar, hakika huyo shetani humwamurisha kufanya mambo machafu na mambo yenye kuchukiza. Yaani moja kwa moja ukiendea yale ambayo kwamba alikukataza Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi ni mambo machafu ambayo kwamba unafanya maagizo, unafanya amri ya shetani, hapo unamwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana alikukataza Allah, alafu wewe unaendea. Aliyokuamrisha ni nani? Ni shetani, ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Walaula fadlullahi alaykum, na lau isingelikuwa fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu yenu ninyi, wa rahmatuhu, na rehema zake, ma zakka minkum, ay ma tahara minhu au matwahara minha nafsa, yani isingelikuwa fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu yenu ninyi na rehema zake, kusingelikuwa hata mmoja ambaye kwamba angeliweza kutakasika kutokana na uchafu, kutokana na mambo ambaye kwamba yanamchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah tuambia, falaula fadlullahi wa rahmatuhu minkum, na lao isingelikuwa fadhila za Mwenyezi Mungu na rehema zake miongoni mwenu nyinyi, mazaka minkum min ahadin abada, kusingelikuwa hata mmoja ambaye kwamba angeliweza kutakasika, hata mmoja, yani milele na milele. Akusingelikuwa yoyote ambaye kwamba angeliweza kuhesabika katika watu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakala Abu Layth, na akatuambia mwanachuoni mmoja wa Kiislamu, Abu Layth akatuambia, ilamu, tambueni, jueni, anna laka arba'atan min al-a'da'i, hakika wewe Muislamu unao aina ya maadui wane ambao wanakuandama ili wakupoteze katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili wakutenganishe wewe na Mola wako, ili wakuweke mbali na rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tahtaj ila an tujanibu kulla wahid minhum, inatakikana kujitenga na kila mmoja miongoni mwa hao maadui. Usiwe ni mwenye kuwafikiana nao, usiwe ni mwenye kuandamana nao, kwa maana watakutenganisha wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watakukosesha radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faqala al-ula, Abu Layth akatuambia, adui wa kwanza ambaye inabidi umtambue wewe, ambao ni maadui wanatuzunguka sisi binadamu, tunakula nao, tunalala nao, tunatembea nao. Akatuambia adui wa kwanza, ad-dunya, ni dunia hii ambayo kwamba tunaishi ndani yake. Dunia ni adui mkubwa ambaye inabidi tuchukue tahadhari sana katika kuishi ndani ya hii dunia, katika kuendesha mambo ya humu duniani. Kama hatukuwa uangalifu, hii dunia itatutenganisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah akalithibitisha hili pale aliposema, fala yaghurannakumul hayatad dunya, yasikudanganyeni maisha ya dunia. Fama mata'ul hayatid dunya illa mata'ul ghurur, hazikuwa starehe za maisha ya duniani isipokuwa ni starehe za kumdanganya, za kumghururi mtu tu.
Ndio sababu unaenda kukutana leo hii swala inaweza kumpita mtu na anakaa yuko anapiga tu romatu bure tu, hana hata kazi. Adhana inatolewa, aliadhini anakimu mwenyewe, aliadhini anaswali mwenyewe, yeye mwenyewe Bilali, yeye mwenyewe imamu na yeye mwenyewe maamuma. Sasa hiyo adhana kazi yake ni nini basi? Ikiwa adhana itatolewa ikose watu wa kuijibu adhana, kazi ya kutoa, maana ya kutoa adhana ni nini? Adhana inatolewa kuwaita watu katika swala, tuiendie swala. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia amelaaniwa mtu yoyote ambaye kwamba atakayesikia adhana na kisha akakataa kuijibu hiyo adhana. Mtume anatuambia mtu analaaniwa. Mara ngapi umesikia adhana wewe na unaendelea na shughuli zako wala hauna habari? Nini inakubeba? Dunia. Wewe ni adui wa kwanza. Nilituambia kuwa tutamzungumzia, yani tutazungumzia kumjua shetani wa kibinadamu na shetani wa kijini na uadui wao dhidi ya muumini, sio dhidi ya mwanadamu, dhidi ya muumini. Unifuate kwa makini tena kwa faida, huenda ukapata mawili matatu ambayo kwamba itakusaidia katika maudhui hii. Na huyu ndio kwanza tumemwelewa, na kila mmoja anajua namna gani dunia inavyombeba, namna gani dunia inavyomshughulisha, namna gani dunia inavyomulizawa mpaka akasahau sharia za Allah subhanahu wa ta'ala, ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Athani, adui wa pili akatuambia nafsaka wa hiya sharrul aada. Adui wa pili ni nafsi yako wewe mwenyewe. Tena huyu adui ni mbaya zaidi. Huyu adui ambaye kwamba ni nafsi yako wewe mwenyewe. Kutokana na mapokezi ama kutokana na hadithi iliyopokelewa na Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu qala, hakika amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu juu yake rehma na amani, a'idni aduwaka nafsaka allati baina janbika. Anasema ya kuwa ujitenge na adui wako, ama uandae uadui na adui wako ambaye ni nafsi yako iliyokuwa pembezoni mwako, na si pembezoni bali yani uko nayo. Ndio kama vile nilivyotangulia kusema, unakula naye, unalala naye, unatembea naye. Hiyo nafsi unaishughulikia isipate tabu, hiyo nafsi unaishughulikia isigonjwe, isipate madhara yoyote yale. Lakini shukurani zake ni kukubeba tu, kukuangamiza, kukutupa katika moto wa jahannam. Kivipi? Allah subhanahu wa ta'ala akalithibitisha hili pale aliposema katika surati Yusuf, kama sikosea, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama ubari'u nafsi fa inna an-nafsa la'amaratun bis-su'. Hakika mimi sijisifie nafsi yangu, sijifanye kuwa ni mbora mimi, kuona kama mimi ni mbora, nafsi yangu ni bora. Kwa nini? Lianna an-nafsa la'amaratun bis-su', kwa maana hiyo nafsi kila mara yao inamwamrisha mtu kufanya mabaya yote, amekwamba inatubeba ulevi, zina, vitu hivyo vyote. Nafsi ndio amekwamba inatukokota, nafsi ndio amekwamba inatuelekeza, nafsi inakutia katika matamanio. Fanya hivi, fanya hivi, usiswali swali ya asubuhi unajihisi kama vile baridi, usingizi umekuwa mtamu, hutaki hata kuamka kuelekea msikitini. Na ndio hivyo unakutana na kwambia, bwana msikiti uko mbali bwana, mpaka anachelewa kuendea swala ya jamaa msikitini. Nini kinachomguru? Ni nafsi yake ndiye amekwamba inamuonesha, inambeba katika haya yote ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hiyo nafsi ni moja katika maadui amekwamba wanakupiganisha ili wakutenganishe na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thalith, na adui watatu akatueleza Abu Laith, akatuambia ash-shaytani al-jinni fasta'idh billahi minhu
Hapo ndipo tunafika sasa kuonesha kile kipengele cha aina ya mashetani ambao wamegawanyika kwa vigawanyiko viwili, shaitani al-insi wa shaitani al-jinni, shetani wa kibinadamu na shetani wa kijini. Hapa akatuambia shaitani al-jinni, huyu shetani wa kijini, fasta'idh billahi minhu, basi kwa hivyo mjelinde kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na huyo shetani. Ili mfahamu Uislamu, ukiamka asubuhi unajilinda kwa Mwenyezi Mungu kutokana na huyo shetani. Ikifika jioni ujilinde kwa Mwenyezi Mungu kutokana na huyo shetani. Kwa maana huyo shetani yeye halali usingizi, anakusawishi usiku kama vile mchana, ili ahakikishe usipate radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na amechukua ahadi na Allah, mtawapoteza na nitawatamanisha. Ndio juhudi yake kubwa. Kwa hivyo huyu jini, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia, inna shaytana lakum aduwwun mubin, inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, hakika ya huyo shetani ni adui kwenu ninyi na nyinyi mfanyeni kuwa adui. Sasa inabidi urudi nyuma uangalie, kweli unamjua shetani kama ni adui wako? Na je, unajua ni amali gani, ni kazi gani ambazo kwamba ukizifanya huyo shetani atakuwa ameridhika? Inabidi kumjua mtu na tabia zake, ama umjue mtu na vitu vinavyomridhisha, na umjue mtu na vitu ambavyo vinamchukiza. Huyo mtu akiwa ni adui wako, utajua namna ya kuishi na yeye, utajua namna gani ya kujilinda na yeye, kwa maana unamjua anapendaga hivi na anachukia hivi. Sasa hapa Mwenyezi Mungu anatubainishia, anatuonesha kama shetani ni adui yetu sisi binadamu, na katika ule uadui ni adui mkubwa, si eti kwamba ni adui wa kubembeleza, hapana. Eti kwamba yeye ana hofu atakukimbia, anaweza akakuogopa wewe. Yeye akikushindwa kwa hili atakutafuta katika njia nyingine. Sasa ibada ambazo kwamba tunazifanya, yani 90% ni kazi za shetani, na hali yako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia, alam ahada ilaykum ya bani adama an la ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim, katika surati Yasin. Mwenyezi Mungu anatuambia, je, sikuwekieni ahadi ya kuwa msimwabudu huyu shetani, hakika yake yeye ni adui aliyekuwa dhahiri kwenu nyinyi? Nani ambaye kwamba anaweza sema hajui vitendo vya shetani? Wewe kuacha swala tu umefanya amali ya shetani, kuacha swala. Haya, twende katika amri ya zaka. Ukikataa kutoa zaka na hali ya kuwa uwezo unao, umefanya amali ya shetani. Kwa maana wengi tunaangalia tu zina, tunaangalia tu ulevi, tunaangalia kuabudu masanamu, hayo ndio tunajua ndio ni madhambi. Hivi wewe hujui kama ukiacha swala ni moja katika makosa, na hapo unamchukiza mwingi wa rehema, na pia unamridhisha shetani ibilisi? Unalijua hilo? Bimaana kesho siku ya kiyama sisi hatutakuwa na namna ya kukwepa, kwa maana tunaambiwa usiku kama vile mchana, tunaelekezwa, tunapewa mifano. Hakuna namna ya kukwepa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana alishatukataza na alishatuamrisha. Yale aliyotukataza tuachane nayo, na yale ambayo kwamba aliyotuamrisha tuachane nayo. Yale aliyotuamrisha tukishikamana nayo, basi moja kwa moja tutakuwa tumemridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yale tuliyokatazwa tukishikamana nayo, moja kwa moja tujue tutakuwa tumemridhisha shetani alayhi laana, fa na'udhu billahi ta'ala minhu. Huyu ni adui wa tatu ambaye mimi na wewe inabidi tumjue, na mimi na wewe inabidi tuchukue tahadhari sana na yeye, kwa maana
hatutopata kheri yoyote ile, hatutopata ridha za Allah subhanahu wa ta'ala maadamu tutakuwa sisi tunaandamana na shetani. Aliulizwa siku moja Ibrahim ibn Adham, anaambiwa ya kuwa sisi tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala miaka na miaka, lakini mbona hatujibu, na hali ya kuwa amesema ud'uni yastajib lakum, niombeni nitawajibu. Ibrahim ibn Adham waliwajibu wale watu ambao walikuwa wamekusanyikana katika mabarabara ya kuelekea katika soko la Basra. Watu wamekusanyikana hapo, wanasema huyu bwana Ibrahim ibn Adham huyu kupita hapa na ni mcha Mungu, ni mcha wa Allah subhanahu wa ta'ala, tutuelekeza kutuambia, yani kwa nini Allah atuambie mambo na sisi tunayatekeleza, lakini hataki kututekelezea namna alivyotuambia. Aliwaambia ma tatqulubukum ala asharatun ashya